Naam mtazamaji bwana, hii ni habari ambayo imetufikia kutoka 254, nazungumzia kutoka nchini Kenya moja kwa moja. Bwana, kitu ambacho kimehappen hapa bwana ni kufuatia suala zima la kazi ambazo wadau wanapitia mbanga au bwana, ni moja kati ya ajira ambayo vijana wengi sana wa hovyo huko Kenya waga wamejiajiri nayo. Nazungumzia ajira ya kuibia watu simu wakiwa kwenye magari au aidha mitaani katika harakati za hapa na pale. Vijana wa Kenya bwana, katikati ya mji wana tabia ya kuiba simu, yani wanakukwapulia. Hata ukiwa kwenye gari wanapita, wanasogea karibu, wanakuapua, wanakimbia. Kuna video nyingi sana zimesambaa huko TikTok pamoja na mitandao mingine ya kijamii zikiwa zinaonyesha matukio hayo yakiwa na take place pande hizo za Kenya. Sasa moja kati ya video ambayo imetokea hivi karibuni bwana, imeenda viral, ni hii video ya huyu kijana ambaye ameiba simu, and then baada ya wananchi kumuona na kuanza kumkimbiza kutaka kumwadhibu, kumtandika, kumshushia kipigo, huyu kijana bwana akaamua kupanda juu ya paa la nyumba na kuanza kutembea kuepuka hasira ya wananchi ambao walikuwa wanataka kumsurubu au kumgawana. Kwa mujibu wa taarifa ambazo tumezipata kutoka Kenya bwana, wameandika kwamba phone snatcher climbed onto a rooftop to escape angry resident in Makongeni Thika. Umeona bwana, wanakuambia kwamba bwana, mwizi mkwapuzi amepanda juu ya mapaa ya nyumba ili kuepuka au kuwakwepa wananchi ambao walikuwa na hasira huko Thika nchini Kenya. Peji mbalimbali pia kutoka Tanzania kutokana na tukio hilo limeenda viral bwana. Peji mbalimbali pia kutoka Tanzania na wenyewe pia wamekuja kuripoti kuhusiana na tukio hilo, wakiwa wameandika kwamba bwana bwana, kutoka nchini Kenya kijana mmoja alilazimika kukimbilia juu ya paa za nyumba ili kunusuru uhai wake kutoka kwa raia wenye hasira kali, akitumiwa kuwa ni mwizi. Kwa hiyo bwana, kijana ikabidi akimbilie juu ya paa kwa ajili ya kuepuka kipigo kutoka kwa wadau ambao walikuwa wamejikusanya eneo hilo. Wadau mbalimbali pia wamekuja kuweka maoni yao bwana katika comment section kuhusiana na hiki ambacho kimetokea. Wadau wanakuambia kwamba bwana, hii issue ingetokea Bongo bwana, huyu jamaa wangempandia huko juu haraka sana. Yani wala wasingemchelewesha, wangempandia juu huko wangemtandika vilivyo. Yani alikuwa hakuna jinsi ya yeye kuescape kipigo kutoka kwa wananchi. Nataka kidogo hapa bwana usikilize varangati lilivyokuwa, heka ilivyotokea na mtiti ambao ulikuwa umehappen katika msako mshike baada ya kijana huyu kubainika kwamba alikuwa ni mwizi au mkwapuzi, kibaka au bwana kwa kile ambacho amekifanya. Nadhani utakuwa unasikia hapo bwana wa Kenya. Nadhani utakuwa unawasikia hapo wa Kenya wanasema kwamba wewe bora ushuke tu bondwe, kwani watu hawaondoki, ndio kwanza wanazidi kujaa wakimsubiri ashuke wa msulubu. Ndio noma. Mena daja mbarakoti. Oyu agoli juma Yesu. Washuka bondwe. Bondwe. Vijana bwana wamwambia jamaa ni bora tu ashuke abondwe. Ndio noma sasa. Shuka upigwe. Shuka upigwe hapo. Shuka upigwe. Shuka ubondwe. Vijana wa Kenya bwana wenye hasira kali wanamshauri tu yeye ashuke, wamalizane naye, apigwe apigwe tu, mambo mengine yaendelee bana. Hakuna kitakachotokea kingine zaidi ya kipigo kutoka kwa wananchi kwenda kwake. Aishuka upigwe. Yeye hajatokambua nene. Enda mahali. Labda wanaweza hiyo. Ande wanaweza hiyo. Wanda sana watapigwa obvious. Ndio maana anajaribu kujichanganya.
kama unavyosikia bwana, vijana wanakuambia kwamba lazima atapigwa, yani hiyo ni obviously, yani lazima wamtandike. Kwa hiyo yeye hata kama akijichanganya, akipoteza muda, akizunguka akienda huku, lakini mwisho wa siku lazima watampiga, na hawana hata haraka, wametulia tu wanamwangalia jinsi anavyorukaruka huko juu ya mapaa. Bulanda. Wewe unaangalia Bulanda. Ona malikana. Si utaanguka wewe mjinga. Ona malikana baya. Unajua si anakata waya za wifi. Anaingia kwa Bulanda. Unaona ni kitu amezoea. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana wadau. Baada ya video hii kwenda viral Tanzania, napo pia watu wamekuja kuweka maoni yao hapa katika comment section. Nataka nikusomee baadhi ya comment ambazo tumekutana nazo huko mtandaoni. Kwa mfano, huyu hapa anaitwa Esau ameandika kwamba bwana, huyu wa kumpandia huko juu wa Kenya mbona amezubaa, ingekuwa Bongo tungesharuka naye huko kwenye mabati. Wengine wanasema kwamba bwana, imekuwaje wanamtazama badala ya kumrushia mawe, huyo jamaa mwenyewe angeona njia ya kuja kutubu kwa wananchi huku chini. Kuna mwingine amesema kwamba bwana, watu wanacheka, mimi namuonea mshikaji huruma, haki maisha ya mwanaume ni magumu sana. Kuna mtu ameandika hivyo. Mdau mwingine huyu hapa amekuja amecomment, ameandika kwamba bwana, huyo jamaa aliyesema kwamba shuka ubondwe, mimi mwenyewe ameniacha hoi, nimecheka kweli kweli. Kuna mtu mwingine anasema kwamba huyo mwizi mwenyewe anaelewa kabisa kwamba iwapo kama akishuka tayari watamkausha mshikaki. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.